Kabisa ni tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ninamshukuru Mungu hata kuiona siku ya leo kwa sababu ni neema tu. Siwezi kusema kwamba nina haki kuiona siku ya leo. Hapana. Ni neema ya Mungu kunapokuwa kumekucha, wewe ni mzima, unaendelea na mambo yako ambayo Mungu alikupa au jukumu ambalo Mungu amekupa. Ni neema. Niseme tu kwamba mimi kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wema wake na neema yake. Lakini nimshukuru Mungu tena kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo, kwa maana naamini kwamba ni siku mpya kabisa kwetu, ni siku mpya kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo watumishi wa Mungu, ninawasalimu wote kwa jina la Yesu. Tulisema kwamba Jumatatu tutakuwa tunaanza. Jumatatu jana hatukufanikiwa kuwa na kipindi hiki cha Evening Glory, lakini ashukuriwe Mungu ambaye leo ameturuhusu kukipata kipindi hiki. Tunaendelea na somo letu, tunaendelea na kipindi chetu cha kwa ajili ya kuombea wakati ujao au muda ujao. Leo kuna kipengele fulani nataka kwanza nizungumze na watu wa Mungu ambacho Mungu amenigusia. Ni kwa nini watu wengi hawapokei maombi ingawa wanaomba? Na ndio maana wanaoomba ni wengi lakini wanaopata majibu ni wachache. Sasa nifuatilie tu kwa makini, kwa taratibu, utanielewa kwa kadiri ya neema ya Mungu anavyotaka kusema na watu wake. Na ninaamini kwamba Mungu huwa anaamua kusema na mtu mmoja katika kila siku. Kabisa. Mungu mara nyingi sana huwa anathamini sana nafsi moja inapokombolewa na nafsi moja inapogeuka, au nafsi moja inapokuwa imetoka kwenye mateso. Na ndio maana Mungu kikanuni ya kimungu, Mungu haangalii kwa wingi, anaangalia kwa mtu mmoja, umoja. Mungu anaangalia kwa umoja. Biblia inasema ya kwamba mtu anapotubu mmoja, mbingu kunakuwa na sherehe na shangwe kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kumbe mabadiliko ni ya mtu, sio ya watu, ni ya mtu. Mungu anapotaka kusema na watu, anaangalia sana nafsi ya mtu mmoja. Leo tutaangalia kipengele ambacho kinasema kwa nini watu wengi hawapokei majibu ingawa wameomba. Kwa nini? Unifuatilie tu taratibu, utanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ufungue kitabu chako cha Misali. Kitabu cha Misali sura ya 23 na mstari wa 7. Naomba usome. Misali 23 mstari wa 7. Leo kabla hatujaomba. Yes. 23 mstari wa 7. 23 mstari wa 7. Tunasoma kitabu cha Misali sura 23 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake haui pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niko kwenye kipengele cha huo mstari, kipengele cha A. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ni kwa nini watu wengi hawapokei majibu ingawa wanaomba? Kuna mambo ya muhimu yafuatayo. Naomba unisikilize kwa makini. Jambo la kwanza, kuna uwezekano kwamba hujaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Ukinisikiliza ninaamini kwamba utaenda vizuri, na tunapoendelea na haya maombi utaenda vizuri sana. Kwa sababu unaposikia kalenda ni mpangilio wa utendaji au ni hatua za kiutendaji. Sasa tutakapokuwa tunafundisha kalenda peke yake, na wakati mwingine ndio unaomba kukaa kwenye kalenda, inawezekana upo kwenye kalenda lakini sio wakati wake. Jambo la kwanza nimesema, inawezekana umeomba maombi nje ya mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa Yohana, Biblia inasema ya kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake anatusikia. Na kama anatusikia, tunazo zile haja tunazomuomba. Hebu nisikilize kwanza hiki kipengele kidogo. Nisikilize. Biblia inasema hivi,
ilipofika wakati, utimilifu wa wakati, maana yake ni mapenzi ya Mungu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Danieli, malaika alipokuja kumpa majibu, ukisoma ile sura ya 10, Biblia inasema ya kwamba malaika aliposhuka akamwambia Danieli, ulipotia nia kuomba, Mungu alisikia. Haleluya. Yani ulipotia nia kabla hujaomba, na Biblia inasema ulipokuwa katika kuwaza nalikusikia. Maana yake ndo nia. Yani kwa mfano mchoro, unapokuwa tayari umetia nia kwamba nataka kuombea jambo fulani, kumbe Mungu tayari amesikia. Biblia inasema, Bwana Yesu asifiwe. Na ulipokuwa katika kunena, yani ulipokuwa katika kuomba, nilikwisha kukujibu. Sasa nisikilize. Malaika anamwambia Danieli ya kwamba, Danieli, wewe unapendwa sana na Mungu. Ulipotia nia, yani maana yake alipowaza, na ulipoanza kuomba, Mungu alinituma nilete majibu yako. Ndo ile, yani tayari unapoanza tu kuomba, Mungu ameshakujibu, kwa sababu kwanza ameshasikia nia yako. Ameshaisikia nia yako na ameanza kuifanyia kazi. Kwa nini basi nia yangu isisikiwe na Mungu? Ninawaza kitu ambacho kiko nje ya mapenzi ya Mungu. Sio, unanielewa hapo? Lakini jambo la pili, wakati Danieli wakati anafikiria kuomba, kwanza Biblia inasema alivisoma vitabu, akagundua ule wakati yani ule wakati wa mapenzi ya Mungu, mambo fulani kutimia, umepita. Alivisoma vitabu vya nabii Yeremia. Anasema ya kwamba nilipokuwa nikisoma vitabu vya nabii Yeremia, nikagundua majira yaliyotamkwa katika ule unabii yamekwisha kupita. Mungu alisema katika nchi ya Babeli watakaa miaka 70. Maana yake ndio ulikuwa mpango wa Mungu, miaka 70 watoke. Lakini ikapita 70 ikaisha, hakuna mtu aliyegundua. Kwa hiyo ndio maana Mungu alimsikia, kwa sababu alikuwa kwenye mpangilio wa Mungu. Nisikilize, tulikuwa tunaombea kwa habari ya kalenda za kichawi kuziondoa, na kalenda ya Mungu au ndio uhalisia wa maisha yetu ianze kuishi ndani yetu. Lakini sasa kama inawezekana upo ndani ya kalenda lakini sio wakati, sijui unanielewa? Yani uko ndani ya kalenda lakini hicho unachokiomba sio wakati wake. Sijui nimeeleweka hapo? Kuna uwezekano, sasa ngoja hapa nizungumze kidogo. Kuna uwezekano kwa mazingira, kwa mtazamo, kwa muonekano inaonekana ni wakati wake. Lakini mapenzi ya Mungu, je, yanasema nini katika hicho unachokiombea? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, kuomba vibaya. Kwenye kitabu cha Yakobo anasema mnaomba lakini mwaomba vibaya. Anajaribu kufafanua mnaomba vibaya kwa sababu gani? Mvitumie kwa tamaa zenu. Si ndio? Ukitaka kujua wakati mwingine kweli tunaomba vibaya, watumishi wa Mungu, mkute binti anayeomba kuolewa, msikilize, umuulize mawazo yake. Eti kwa mfano uniulize mimi, hivyo Esther, unataka kuolewe ili weje upate nini kwenye kuolewa? Atakacho kuambia na mimi nifanane na wenzangu, si ndio? Sio mapenzi ya Mungu kufanana na wenzako. Unatakiwa upate uhalisia. Kwa nini Mungu aliweka ndoa? Lazima. Biblia inasema nitakapokuwa nimekuwa nitaacha wazazi wangu, nitaolewa, si ndio? Hiyo ndo haki yako. Mwingine atakwambia na mimi nataka nifanane na wenzangu maana nimechoka, wamenichosha, wananicheka sana. Sio mapenzi ya Mungu kuchekwa. Kwa sababu unaweza ukawa kwenye ndoa na bado kachekwa.
Mtu mwingine atakwambia naomba nipate gari kwa sababu nataka na mimi wanione. Mimi ni Mkristo lakini sina gari, mbona wengine wana magari? Na mimi wajue kwamba Mungu wetu anaweza kutupa magari. Sio. Una matumizi gani nalo hilo gari? Sijui mnanielewa. Yaani najaribu kukupa mifano halisi ambayo ipo. Hilo ni jambo la tatu. Kwamba kunawezekana unaomba lakini unaomba vibaya. Ukitaka kujua kwamba hata kipindi cha nyakati za kina Paulo, kuna wakati fulani Paulo, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo, kuna wakati fulani Paulo alikamatwa akawekwa gerezani. Lakini Wayahudi, nisikilize, Wayahudi ndio Yesu Kristo alizaliwa kwa ajili ya Wayahudi, si ndio? Ni Wayahudi wenzake pia. Biblia inasema wakafanya viapo, wakafanya agano kwamba hatutakula, hatutakunywa mpaka tumemuua Paulo. Na wenyewe walikuwa wanaomba, usifikiri walikuwa hawaombi. Na walikuwa wanajua kanuni. Yesu anasema kuna mambo mengine haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kufanyeje? Na kuomba. Kwa hiyo na wenyewe walikuwa kwenye kanuni. Lakini je, walikuwa wanaomba kumuua Paulo ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu? Hayakuwa mapenzi ya Mungu, na ndio maana hawakupata majibu yao walioyataka. Sio, unanielewa? Hivi vitu ni muhimu sana kuzingatia na kuviangalia kwa makini sana. Hayo ni mambo muhimu ambayo yanaweza yakawa sababu ya wewe kutokupata majibu yako ingawa unaomba. Nisikilize. Kwa mfano, Mungu anaweza akakupa ahadi, akasema na wewe. Na hii watu wengi sana wamevunjika moyo. Watu wengi sana. Jambo la tatu, jambo la nne. Kuna majibu kuna maombi yanayojibiwa kwa muda mfupi na kuna maombi yanayojibiwa kwa muda mrefu. Sio, unanielewa? Nilikuwa ninazungumza ninasema kwamba majibu huwa yako ndani yako. Majibu yako ndani yako. Kuna wakati mtu mmoja akaniambia, "Mbona mimi niliomba, sasa hivi imepita miezi 2. Niliomba nikafunga na kuomba siku 7 kavu. Halafu Mungu akaniambia nimekujibu." Anasema hivi, imepita miezi 2, hata dalili zake lile alilokuwa analiombea hajaona, lakini Mungu alimwambia na akamhakikishia, nimekujibu na nimekupa hicho unachokiomba. Ndio hichi ninachokisema kwamba unaweza ukangangana kuombea kitu kumbe sio wakati, yani bado, lakini Mungu ameshakupa, lakini matokeo yake bado wakati wake bado. Na ndio maana watu wengi wanavunjika moyo, wanakata tamaa. Mungu, mbona nimemuomba? Kumbe ni muhimu. Kwa mfano, ukisikia sauti ya Mungu inakuambia, mwanangu nimeshakupa, usiwe mvivu, muulize Mungu. Muulize Mungu. Na hii wakati mwingine hata sisi manabii tunajikuta kwamba tunaonekana ni waongo. Lakini ni kwa sababu pia wakati wale watu tunapowaambia hawana ufahamu wa kutaka kujua ni wakati gani, ili hata wenyewe wasivunjike moyo. Mungu akikufuata nabii akakwambia, Mungu anasema amekupa kitu fulani, si ndio? Yaani, hebu tulia. Kama una uwezo wewe wa kutulia muulize Mungu, Mungu unanipa lini? Kwa sababu tunaposoma Biblia, sikiliza, Mungu hajawahi kutoa unabii ambao haujakamilika. Ukamilifu wa unabii ni wakati. Unaposoma Biblia, wale malaika walipomtokea Ibrahimu wakamwambia mtoto wako. Kwanza kabla ya hapo Mungu alikuwa anasema na Ibrahimu kwamba nitakupa watoto kama mchanga wa bahari. Sijui nitakufanya fanyeje. Angalia nyota, hawa ndio watoto wako. Lakini ikafika wakati ulipokamilika, Mungu alipoleta unabii sahihi, ndio alikuwa anamtia moyo kwamba nimekupa. Lakini ulipofika sasa wakati, malaika wale wakasema, wakati mwaka kesho majira kama haya mke wako itakuwa hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati Hana wakati anaomba kwenye hekalu,
Yule nani alimfuata, alipogundua kwamba ni Mungu, akasema hivi, kumbe ni kwa sababu moyo wako umeumimina. Eli akamwambia, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake aliisha akijua wakati. Lakini ukiambiwa, kwa mfano namfuata hapa Miriam, namwambia Miriam, Mungu ameniambia anakupa mme, si ndio? Lazima utulie uniulize. Unaweza usiniulize pale, lakini nifuate niulize, Mungu amesema ananipa mme lini? Ili nisivunjike moyo. Kwa sababu naweza nikakwambia wewe ukaanza kutengeneza na nywele utakavyofunga ndoa, kumbe ni miaka 10 ijayo, si ndio? Ukaanza kujiandaa, nitakaaje kwenye shela, nitapakaje wanja, lakini afu ukabaki pale pale, huna tena muda wa kuomba. Kumbe Mungu amenionyesha ni miaka 10 ijayo anakupa, ndio, lakini ni wakati gani? Sijui unanielewa. Unatakiwa unifuate. Ukinifuata maana yake na mimi nitarudi. Yule aliyenituma nitamuuliza, Mungu umeniambia Miriam ataolewa. Anaolewa lini? Nipe muda na wakati na majira. Mungu anaweza akaniambia wakati wake bado, lakini nimeshampa. Mpe kazi ya kufanya hivi na hivi. Sijui unanielewa. Kuna watu wengine wanapokea unabii au kwenye maombi, ameomba, mtu amefunga na kuomba siku 200, halafu anamtokea Mungu anamwambia, mwanangu nimekusikia, nakupa unachokiomba. Anakunguta na nguo, anakunguta na mavumbi, anaenda anaoga, anaanza kujiandaa kukipokea kimwili. Lakini kumbe ungerudi, ni wakati gani Mungu unanipa? Ni majira gani Mungu unanipa? Mungu anaweza asikwambie kama ni muda mrefu, anaweza akakupa kazi kwamba sasa nimekupa, lakini fanya hivi na hivi, au omba hivi na hivi. Kuna wakati mwingine Mungu anapokuwa ametamka, adui naye anakaa, kwa sababu yeye ni mjanja, anajua kuchungulia majira. Ameachungulia majira, anajua ni miaka, labda miaka 2. Hapa katikati anakuingilia na kuharibu, anakuchanganya. Kwa hiyo ile ahadi inapotea, au kile ulichokuwa umepewa, kwa sababu kumbuka ulipewa katika roho, huja kipata mkononi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani najaribu kuelezea. Leo nasikia ndani yangu Mungu anataka kuzungumza na watu. Kuna watu wameomba, mpaka imefika mahali wamesema, mimi nimechoka Bwana. Huyu Mungu mimi namuombaga tu, nimechoka. Utachoka, kumbe siku unachoka ndo kesho ulitakiwa kupata. Unachoka leo, kumbe kesho ndo ulitakiwa kufanyeje? Kupata, ndo umepoteza. Lakini kama ninajua muda, najua wakati, lazima nitapambana. Sikiliza, watu wengi wanakata tamaa kwa haya mambo niliyokutajia, mtumishi wa Mungu, haya mambo 4. Watu wengi sana wanakata tamaa. Ni kwa sababu haya mambo 4 hawajayazingatia na wanaona ni kawaida. Hawana muda wa kuhangaikia kujua wakati, kujua mapenzi ya Mungu. Unajikuta umekata tamaa. Watu wengi wamekata tamaa, wamekatishwa tamaa na adui. Lakini kama wewe mwenyewe huku ndani umeona, ndio umeona, na ukazingatia haya, maana yake Mungu atasema na moyo wako moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 14. 14:22. Tunasoma kitabu cha Warumi 14 mstari wa 22. 22. Neno la Mungu linasema kwamba ile imani ulionayo, endelea. Nayo nafsi ile imani ulionayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Uwe nayo nafsini mwako, ndio hichi ninachokisema. Sikiliza nikwambie, majibu yako mpendwa unayo mwenyewe, asikudanganye mtu. Mhubiri hapa nimesimama na kutia moyo, au najaribu kusema na nafsi yako igundue.
Bwana Yesu asifiwe. Inapofika wakati wa kukata tamaa, si unakata tamaa huko ndani. Haukati tamaa huku kwa nje. Kwa nje unaweza ukawa uko sawa. Tunakuja wote kwenye maombi, na unafuatilia na kwenye mtandao kama hivi Esther Masanja anafundisha Evening Glory, umetulia kabisa unasikiliza. Lakini huku ulishachoka, ulishakata tamaa. Ni kwa sababu gani? Imani ulionao nafsini mwako, umwamini Mungu. Hebu rudia. Ni bonge bana hii. Nimeipata. Ile imani ulionayo. Uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Wow. Sijui unanipata hapo mtumishi wa Mungu. Hebu tupungiane mikono hewani. Hivyo. Uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu, sio mbele ya nani. Sijui umenielewa? Mungu anasema na watu sana, lakini watu sisi tunakuwa, inawezekana maarifa, inawezekana sijui mazingira na vitu vingine, inawezekana pia uvivu. Mungu amesema na watu sana. Watu wengi wamemsikia Mungu, wengine wamemsikia wao wamemsikia kabisa. Mungu anasema, mwanangu Eliza, yani wewe nimekufanya kuwa mtumishi mkubwa, utaanza kutabiri. Unaota na ndoto, unaombea watu, mapepo yanakimbia, unaona unabadilisha, jua linageuka kwa damu. Lakini kama hujajua wakati ni lini, sikiliza, unaposikia neno linakuwa ni kama mbegu. Sasa swali ni kwamba hiyo mbegu iliyopandwa ya muda mrefu, ya muda mfupi. Kwa mfano Ibrahimu. Jamani, Ibrahimu aliteseka sana, acheni utani. Mungu alimwahidi akiwa na miaka 70. Aliambiwa nitakufanya kuwa taifa kubwa, si ndio? Nitalikuza jina lako, si ndio? Miaka 70. Lakini wapendwa, yalikuja kutimia na miaka mingapi? Miaka 120. Si ndio? Nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Toka na miaka 70 sijui, paka kuja kupata mtoto ana miaka 120. Si ndio? Hebu niambie miaka mingapi? Amekaa miaka mingapi hapa? Maana yake ile mbegu iliyopandwa ilikuwa ni ya muda mrefu, na ndio maana ni muhimu sana kujua kile Mungu anachosema na wewe ni cha muda gani, ili nisivunjike moyo. Nikae basi kwa kusubiri, nikae mkao wa kusubiri, sio wa kupokea. Kuna wakati naweza nikakaa mkao wa kupokea, kumbe huo wakati ni wakati wa kutembea. Ninachoambiwa nitakipata, nitakikuta mbele. Sasa maana yake kama nitakaa hapa nimefanya maana yake kitabaki kule na mimi nitakuwa hapa. Siwezi kukipata. Wana wa Israeli, Mungu anasema hivi, ninawachukua hapa, ninawapeleka nchi ijayo maziwa na asali, si ndio? Na kikawaida mazingira ya pale wangetembea hata mwezi mmoja usingefika. Kwa sababu watu wa Kanaani walikuwa wanasafiri kwa punda kwenda kuchukua chakula. Hata tunajifunza kwa watoto wa Yakobo, walienda kuchukua vyakula na wakarudi huku kwao. Watu wa Kanaani wengi walikuwa wanakimbilia Misri, lakini wao walitembea siku ngapi? Maana yake waliambiwa kweli kwenye nchi ijayo maziwa na asali sijui na kadhalika, mtakaa nyumba ambazo hazikujengwa na nyinyi, si ndio? Wao walichoangalia starehe. Na ndio maana ilifika mahali wakakata tamaa, wakavunjika moyo, wakamtukana Mungu. Hawakujua wanatakiwa watembee muda gani. Kumbe walitakiwa watulie, wamuulize Mungu, tutatembea miaka mingapi Mungu tukiwa jangwani? Kwanza ilitakiwa wapate akili. Wakati wameambiwa wapite njia hii, Musa anaambiwa mpite njia ya bahari ya Shamu. Hebu niambie. Sasa hatufanani. Kila mtu ana njia yake. Inawezekana Kanaani yetu wote iko pale,
Lakini mimi Mungu ametaka anizungushe hivi. Nikipika pale nitajifunza anavyokaa pale nanili imani, nijifunze, halafu nizunguke pale, nipite kule kwenye vile viti, kuna vitu nitakutana navyo. Safari ni moja, lakini kuna mwingine mpendwa akiambiwa shwa anapita hapa, anatoboa hapa, anafika. Lakini mimi labda ni mzunguko. Lakini kama najua, maana yake nitakaa mkao wa kusubiri na kutenda yale yanayonipasa kutenda. Nakwambia ukweli. Nilikutana na mtu mmoja, siwezi kumtaja jina. Ni mtumishi. Lakini utumishi wako umeshadolola. Kwa nini umedolola? Mungu alimtokea akamwambia nimekuita. Akakaa zaidi ya miaka 7 hata kuhubiri hajawahi. Akahama kwa baba yake wa kiroho. Sio, unanielewa? Kaenda kwa nabii fulani ili na yeye akafanye anayoyaona kule. Sio, unanielewa? Kumbe kajiingiza, nitumie lugha gani? Kashaingia kwa upande wa pili. Amemfuata yule mtumishi, anasema Mungu alisema na mimi miaka 7 iliyopita. Lakini mpaka leo baba yangu nikimwambia na mimi nasikia kuhubiri. Sijui unanielewa? Baba ananiambia wakati bado. Mimi naona huyu mzee amepitwa na wakati. Kamfuata yule mtumishi, kajiingiza pale. Siku moja akapigiwa simu usiku wa manane. Nisikilize vizuri. Najua tunajua siri nyingi. Akapigiwa simu usiku wa manane na yule nabii. Mnanipata? Na yule nabii akamwambia, sasa unatakiwa kuanza kufanya hii kazi ambayo Mungu alikuitia. Akafurahi sana. Akafurahi sana. Akaambiwa, kesho unatakiwa utoke saa 10 za usiku. Alafu nitakuja kukuchukua nikupeleke. Saa 10 za usiku akaamka. Kamtazama mke wake kalala, akachomoka, akatoka nje. Alipotoka nje, kufumba na kufumbua, alijikuta hayuko kule na yuko mahali fulani kwenye kilinge cha wachawi. Sijui unanielewa? Ana neema ya Mungu. Mpaka sasa hivi anasema sitaki tena hata kutumika, kwa sababu naitaka tu mbingu basi. Akapelekwa. Alipofika pale, kumbe yule baba yake wa kiroho wanafanyaga hivyo. Jambo la kwanza alichoambiwa, muingilie huyu nyoka. Na lazima ufanye, usipofanya hapa hautarudi. Alivyokuwa ananieleza, alipewa masharti kama 10. Lakini alipofikia la 6, akasema hapana, huku niliko. Akagundua sio Mungu aliyenitokea. Akakumbuka ule uwepo wa Mungu kwanza alipomtokea, anampa maono ya kazi yake. Halafu akaangalia, akagundua sio Mungu huyu, nimeingia kwingine. Yeye alichokumbuka ni mbingu. Alikumbuka nitaenda wapi baada ya hapa. Akakimbia. Akatoroka mkoa. Akaenda kwa mtumishi fulani. Akasaidiwa. Lakini mpaka leo maisha yake ni ya ajabu. Hana nyumba, hana familia, na mke wake alishaachana na familia yake, yupo tu kama kichaa. Lakini ni kwa nini? Hakujua kutembea na huyu Mungu aliyemsemesha. Na nikwambie tu, watu wengi wanapotea kwa sababu ya tamaa. Mwaomba kwa sababu mwaomba vibaya, mvitumie kwa ubaya. Inawezekana alipoona kule wenzake wakifanya watu hapa msururu mpaka kule watu wanaanguka, na yeye aliona kwenye maono vile vile, akaona ndio sasa. Lakini kumbe angetulia, ungefika tu huo wakati. Ungefika huo wakati, ungefika. Lakini kwa sababu ya tamaa akaona hiki kitu sio, ngoja niende mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ni muhimu sana haya mambo kuzingatia na kuyaelewa, la sivyo utapotelea mbali. Utapotelea mbali usipoyajua haya. Kuna watu wanakata tamaa. Nisikilize. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukitaka kujua mtu ambaye alikuwa anajua wakati, hata unaposoma, hebu soma basi hata Zaburi za Daudi utajifundisha. Soma kitabu cha Wafalme, soma vitabu kitabu cha Samueli, utajifundisha namna Daudi alivyopambana. Sikiliza, Biblia inasema alivyopakwa mafuta akageuka akawa mtu mwingine. Lakini ukifuatilia hayo yote hayakutendeka kwa wakati mmoja. Alipokuwa mtu mwingine, aliporudi polini, Mungu akaanza kushughulika na mazingira aliyokuwa nayo wakati ule mchungaji. Usijui umenielewa? Mungu akishakubariki anaanza, kuna mambo mengine kwanza Mungu lazima ashughulike na mazingira kwanza ulionayo. Ni lazima. Kwa mfano mimi, Mungu alinitokea mwaka 2009. Si ndio? 2009 nilipookoka. Lakini nilikuwa kwa dada yangu, sina mbele wala nyuma. Hata huo utumishi jamani, ningezuka tu hapo kila mtu anijue. Si Mungu anatengeneza mazingira hatua kwa hatua. Mpaka leo nimefika hapa. Nina hatua nyingi nilizozipitia. Sio nimekurupuka tu leo unaniona hapa na hubiri. Sio mtumishi wa Mungu. Nimetoka mbali. Nimetengenezwa. Nimekutana na mazingira tofauti. Na ndio maana leo niko hivi. Ni mazingira tena mengine. Sio Mungu aliposema tu. Mungu alisema na mimi mwaka 2009 nilipookoka. Alisema na mimi mwaka ule. Mambo mengi niliyaona, lakini mengine mpaka leo hayajatokea. Lakini najua ni wakati gani. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu alinipaga majira, kwamba ukiona majira haya utumishi wako umefika hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaendelea na lile somo letu la kalenda. Tunaendelea na somo letu la kalenda. Mtu inawezekana uko kwenye kalenda yako kabisa, ila bado upo unatengenezwa kabisa. Sio kila kitu ni uchawi, hapana. Sio kila kuchelewa ni uchawi, hapana. Kuna vitu vingine unatengenezwa kwanza. Ndio. Kitu chako ambacho Mungu amekipanda kinakaenda kuotea kule. Kwa hiyo ni lazima hapa katikati utembee mpaka ukifikie. Sasa usipo kama kini unaweza ukakata tamaa ukafia njiani. Na ndio maana tunaposoma kwenye kitabu cha Zaburi, maneno haya ni ya mtu shujaa sana. Soma kwenye kitabu cha Zaburi 42 mstari wa 5. Ni maneno ya kishujaa. Ni maneno ya mtu anayejua anakotakiwa kwenda we. Sio maneno ya mtu aliyekata tamaa bwana. Hebu nisaidie kusoma. Tunasoma kitabu cha Zaburi sura 42 mstari wake wa 5. Neno la Mungu linasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Kwa nini umeinama? Maana yake, ishi hapo kwanza, tutaendelea. Maana yake ni hivi. Ukisikia ndani yako kuna hali ya kuchoka, utaisemesha miguu yako, kwa sababu unajua wakati gani unakuja. Wakati gani unakuja. Hivi jamani, unajua kila kitu Mungu anakifanya kwa wakati. Daudi alikuwa anajua kwamba anatakiwa kufika wapi. Na ndio maana aliuliza, wakati mwingine nafsi yako ukiona inachoka utaiuliza, wewe nafsi yangu, mbona unataka kukata tamaa? Umefika mahali fulani. Kwa sababu si Mungu amesema na wewe. Kumbuka Daudi aliambiwa ni mfalme wa Israeli. Hata alipokuwa mfalme wa Yuda hakuwa melizika, kwa sababu alikuwa anajua yeye ni mfalme wa nani? Wa Israeli. Kwa hiyo sasa ukiona umechoka na unagundua kabisa sijafika nakotakiwa, wakati mwingine jisemeshe mwenyewe. Unasimama wakati mwingine umelia umechoka, kwa sababu kwenye kuchoka siku na kulia. Unaiuliza nafsi, wewe Esther, mbona umechoka? Hasa kama ukichoka tutafikaje pale? Utafikiaje mataifa? Utafikiaje hiki? Yaani kila ambacho unakijua unaiuliza nafsi yako, sasa wewe mbona unachoka? Unachokaje wakati kitu fulani hakijatokea? Sio, unanielewa?
utaona kabisa umepata nguvu mpya. Shetani anaogopa watu wanaojua nyakati zao, wanajua majira yao, wanajua kuomba kwa wakati, wanajua mapenzi ya Mungu ni nini kwenye maisha yao. Anawaogopa sana watu wa hivyo. Hata mtu wa hivyo jamani, hata asipoomba masaa mawili, akawa na muda tu mfupi, neno moja kwake lina nguvu ya kuangusha ufalme wa giza kuliko unavyofikiri. Neno hili moja. Endelea. Nasema kwamba nafsi yangu, kwa nini kuinama? Kwa nini unainama? Sasa ukiinama maana yake kwa nini umechoka? Yes. Anasema na kufadhaika ndani yangu. Kwa nini unafadhaika wewe mwisho wa siku upate pressure? Hata ukipata pressure, moyo ukapasuka, kweli wewe utafikaje mahali hapo unapotakiwa? Utafikaje ukiwa dhaifu moyo wangu? Anaendelea kusema kwamba umtumaini Mungu. Mtumainie Mungu. Kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu. Atakuja siku moja, nafsi yangu, siku moja utamsifu Mungu. Utamsifu Mungu kwa sababu umetendewa. Sijui umenielewa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Maneno haya ni mazuri sana. Mtu wa namna hii hashindwi. Ndo unasikia kwamba mtu mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka tena. Ndo hilo neno sasa unalisikia. Mtu wa namna hii amechoka, anaona kifo kiko hapa, analiona shimo, lakini yeye halioni hili shimo lililoko mbele yake. Anaona hili shimo amelivuka, yuko mbele ya shimo. Mtu mwenye namna hii, na ndio maana mwenye kitabu cha Warumi anasema imani yangu kwamba hebu rudia tena kale kama mstari. Anasema nafsi yangu, kwa nini kuinama? No. Warumi 14. Hiyo ndio yenyewe sasa. 14 mstari wa 22. Neno la Bwana linasema kwamba, inasema hivi. 22, ile imani ulionayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Ndio maana Daudi anasema wewe nafsi yangu. Maana yake wewe nafsi sasa, kama imani yako haitakuwa mbele za Mungu, ni kitu gani kitatokea? Anamkumbusha, anamwambia, je, hujui kwamba kuna siku moja utakuja kumsifu? Sehemu nyingine anasema nafsi yangu, kwa nini kuinama? Mimi natumainia kwamba ipo siku, nakumbuka nilivyokuwa nasimama katika makutano ya Mungu, lakini ipo siku nitasimama tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, ninakuomba kwa haya machache, lakini tutaendelea siku ya kesho kwa ajili ya maombi. Lakini siku ya kesho itategemea siku ya kesho. Tutaendelea. Sasa mimi nikupe tu kazi. Lakini maombi ya leo haya tutaendelea pia kwenye evening glory kwenye maombi ya usiku wa manane. Yale maombi yanayoanza saa 7 usiku mpaka saa 8 tutaendelea nayo leo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea nayo leo na kesho tutakuja kuendelea nayo hapa kwenye evening glory. Kwa hiyo nikuombe sasa, nakupa kazi. Nenda, kama unahisi ndani yako umechoka, pitia hii mistari, semesha moyo wako, semesha nafsi yako. Na kisha kitu kingine, inawezekana Mungu alisema na wewe kuhusu kitu fulani, unahisi wakati umepita, unahisi muda umepita. Nenda katulia, kamuulize Mungu, kwa nini huu muda umepita? Je, niko kwenye wakati? Hii mbegu ilikuwa ya muda mrefu au ya muda mfupi? Au nilitenda dhambi, nikakosea, inawezekana nikachukuliwa na upepo, kumbe majibu yangu ahadi hili kwa inatimia kesho. Nisaidie kutambua. Naamini Mungu atasema na wewe. Naomba tusimame. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Unastahili heshima na mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naam Jehova, ninatangaza wema wako uwe pamoja na sisi.
tufiche kwa mbawa zako tunapotawanyika mahali hapa. Tunza kila mmoja mmoja, lakini zaidi ya yote ninakusihi Yesu Kristo, Roho Mtakatifu uliye mwaminifu, kakae ndani ya kila mmoja mmoja ili kumpa mwelekeo zaidi, na wale waliokata tamaa wainue tena, wale waliochoka katie nguvu mili yao, nafsi zao kazitie nguvu, wapige hatua tena kwa jina la Yesu, kwa kuwa neno lako linasema ya kwamba mwenye haki hawezi kuchoka hata choka. Wa vijana watazimia kwa kukimbia, lakini wale waaminio hawatachoka, watakimbia, wataluka kwa mbawa kama tai. Hivyo leo ninaomba nguvu yako ya kuluka kwa mbawa, kuziendea ndoto zetu, kuendea ahadi, kuendea haki zetu, kukaa kwenye kalenda zetu kwa jina la Yesu. Ninatangaza wema wako Jehova, usinyamaze kwa kila mmoja mmoja. Ninakusihi usinyamaze wanapokuita. Naamini ya kwamba kila moyo unaokuita kwa haki na kukutafuta, hujawahi kunyamaza. Yesu Kristo, kajidhihirishe kwa kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza na ninaamini. Amen. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Tukutane kesho, tukumbuke kukutana kwenye maombi ya usiku. Asante sana. Amen.